Welcome you to today's sermon, which we are going to be blessed and God is going to talk to us. So my encouragement to you is that you stay still, you prepare your mind, you make it to be alert, you prepare your heart, you make it to be receptive of the word of God, which you are going to receive from a man of God. And I believe that it is going to be a great word. It is going to be the word of the season. It is going to change us. It is going to bless us, because we always saw that any word that comes from the mouth of God, it is profitable for reproof, for correction, for teaching, for training, and that is the word which we are going to receive today. And it is not just any word, because it is a word that is coming from the word of God, that is coming from the mouth of God, that is coming from the very bottom heart of God. And it's different from other kinds of information which we get from other books. Is that many other books which we read every day, motivational books, lifestyle books, all those kind of books, they give us information. But the word which we are going to listen from today, it is one which is going to give us transformation. So it does not only give us information, but it gives us transformation. So may you be receptive, may you be ready to receive this word of God, which is going to come, which is going to bless you, and which is going to transform your life, if only you are going to be receptive and open your hands wide so that you may receive it, and it is going to transform your life. We always told that the word of God has great power, and because it contains the mind of God, it contains the state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. And in all its doctrines, they are true. All its histories, they are true. So if you receive it, it has the power to transform. It has the power to inspire. It has the power to convince and the power to change. And this is the one which we are preparing ourselves to receive from God. So as you stay tuned, remember to like our video, to comment, to share. May you bless a soul. May you share with a friend. May you make sure that you are not the only person who is going to be blessed, because you are going to share with others, so that this blessing which you are going to receive today from God, you may share it with others who also are going to be blessed. Because this word, it contains the right which is going to direct us. It contains food which is going to support us in our journey, and is going to provide comfort in these moments of hardship. So remember to like, to share, and to invite friends, so that you may be blessed as a whole, as a unit, with your family members, with your friends, and whoever you have connection with. So be ready to receive the word of God, be ready to be receptive of it, and I know that God is going to bless us and is going to inspire us through the word of today. So I want to take this chance to welcome the man of God who is going to bless our souls and who is going to inspire us. Nina wasalimu asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu naitwa Paul Kariuki from Disciples of Christ Church, Thika Palace. I'm happy also to stand before you this morning to share a word of God with you. Na ninajua kwamba neno la siku ya leo litakuwa ni neno la baraka, kwa sababu Bwana anatujali na anatupenda, na Mungu anatushughulikia na anatuwaza mawazo mema. Kuna neno kwenye Biblia linasema ya kwamba Bwana anajua mawazo aliyo nayo juu yetu, ya kwamba ni mawazo mema, ni mawazo ya ushindi, ni mawazo ya kutupa maisha marefu na maisha yenye baraka. Na tunastahili kufahamu na kuelewa na kutambua kwamba kulingana na ahadi za Mungu, hivyo ndivyo Mungu wetu alivyo na ndivyo ahadi zake zilivyo. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninaposimama mbele zako,
ili nikaongee neno la Mungu. Ningetaka ukawe na imani ya kwamba neno ambalo tunalozungumza asubuhi ya leo ni neno ambalo Mungu ameliachilia kwa sababu ya roho yako, kwa sababu ya maisha yako, kwa sababu Bwana anakupenda na anakujali. Ni kwa sababu anakuwazia mawazo mazuri, hata kama wakati huu kugeonekana kwamba kuna ugumu wa kimaisha, kuna ugumu wa mambo mengi, lakini tukimtumainia Bwana bila shaka hatutahaibika, kwa maana yeye anatuwazia mawazo mema. Kwa hivyo mpendwa, wewe mahali ulipo, ningetaka nikwambia kwamba asubuhi ya leo Bwana ana mipango mizuri juu yako. Bwana anakupenda, Bwana anakujali na anakuwazia mawazo mema. Na kabla niingie kwenye neno la Mungu, ningetaka kwanza tuombe, tumshukuru Bwana ili tukaingie kwa neno la siku ya leo ambalo Bwana ameniongoza na amenipa tukaweze kushirikiana pamoja nanyi. Hebu na tuombe. Jehova Mungu, katika jina la Yesu Kristo, twasongea mbele zako asubuhi ya leo tukiwa na shukurani na sifa, kwa maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Bwana kwa sababu wakati wa shida, wakati wa furaha, wakati wa amani, jina lako Jehova linazidi kusifiwa na kuinuliwa. Hata nasi asubuhi ya leo tunasema wewe ni Mungu na hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Tumaini letu Bwana tumeliweka mbele zako, kwa maana tunajua ya kwamba tukiwa na Kristo, tukiwa na Mungu ndani yetu na juu ya maisha yetu, bila shaka sisi tu shahidi ya wazidi. Asante Bwana kwa neema yako, asante Bwana kwa baraka zako. Ninapoenda kunena neno lako asubuhi ya leo, naomba likabariki roho ya yeyote atakayelisikia katika jina la Yesu. Aliyevunjika moyo akapata nguvu mpya katika jina la Yesu. Aliyejihisi kwamba hana nguvu, asubuhi ya leo ninanena baraka na nguvu mpya katika jina la Yesu. Asante pia, tunainua nchi yetu mikononi mwako Bwana, wewe uliye msaada wetu. Daudi alisema jina lako Bwana wa Israeli ni ngome imara, na mwenye haki anapoikimbilia anapata salama. Tunaamini ya kwamba sisi kama taifa tumekimbilia kwako Bwana, tukihitaji msaada, tukihitaji wokovu, tukihitaji uponyaji katika jina la Yesu. Na tunaamini kwa imani yetu Bwana wa majeshi umeshuka na unaendelea kuponya nchi yetu, na tutashukuru jina lako, tutakuabudu, tutakusifu tukisema ya kwamba unastahili. Sio nchi yetu tu ya Kenya tunaombea, tunaombea dunia yote, mataifa wote. Uwakumbuke Bwana, wajalie karama na baraka zako asubuhi ya leo, ukawainue na kuwatenda mema. Haya yote tumeomba tukiamini umesikia maombi na dua zetu, na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mkombozi tumeomba na kuamini. Zote tuseme amen. Amen. Asubuhi ya leo nina furaha nikijitayarisha kunena neno la Mungu ambalo Bwana ameniongoza na amenipa ili tukaweze kushirikiana pamoja nanyi siku hii ya leo. Wakati huu tunaona ya kwamba tunamhitaji Mungu sana, kwa sababu ya mambo ambayo tunayoyapitia, kwa sababu ya mambo ambayo yametuzingira katika maisha yetu. Lakini mpendwa, ndugu yangu na dada yangu, ninaamini ya kwamba Mungu yeye ndiye aliye na suluhu, ndiye aliye na jawabu wa mambo ambayo tunayoyapitia. Na tukiweka imani yetu kwake, bila shaka tutauona ukuu wa Mungu. Neno langu la siku ya leo nataka kuguzia kuhusiana na imani. Na imani ni message ambayo ina upana sana. Ni neno ambalo lina urefu, lina upana. Lakini ningetaka nikwambia kwamba mahali ninapotaka kuguzia ni kuhusiana na imani yako. Wakati huu
Najua kuna watu wengi wanajihisi wameishiwa na nguvu. Kuna watu ambao tumaini lao limedidimia, limeisha, limerudi chini. Hata wengine wameanza kufikiria Mungu amewaachilia, Mungu hawakumbuki tena, Mungu hawashughulikii kwa sababu ya mambo wanayoyapitia. Lakini ujumbe wangu siku ya leo, nataka nikwambie ndugu na dada, na wewe unayenitazama, ya kwamba ni ujumbe wa kukutia nguvu, kwa sababu nataka kuzungumzia imani yako, nikisema ya kwamba imani yako iwe imara, imani yako iwe thabiti. Huo ndio ujumbe wangu wa siku ya leo, ya kwamba imani yako isididimie, imani yako isikwishe, ukazidi kuwa thabiti mbele za Bwana, katika hali ya kumtumainia, katika hali ya kumtegemea, katika hali ya kumtambua ya kwamba ni Mungu aliye na uwezo na ni Mungu asiyebadilika, ni Mungu asiyeshindwa. Hebu nisome kitabu cha Mungu ili nikaweze kuingia vizuri katika ujumbe wangu, hasa katika kitabu cha Luka 22 kuanzia mstari wa 32. Luka 22 mstari wa 32. Ndipo nataka kusoma neno langu la siku ya leo, au hapo ndipo tutaanza neno la Mungu asubuhi ya leo. Neno lasema hivi, au nianzie mstari wa 31. Akasema, Simeon, Simeon, tazama Shetani anawataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Neno ambalo nimelisoma asubuhi ya leo lilinenwa na Yesu Kristo mwana wa Mungu alipokuwa hapa duniani, na alipokuwa akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wakati alipokaribia sana kupelekwa kwenye mateso ya msalaba, hapo ndipo alinena maneno haya nimesoma. Na maneno haya aliyanena akiyaelekeza kwa Petro Simeon, na alimwambia ya kwamba, Petro, Shetani amewaomba ninyi aweze kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea imani yako isikwishe, imani yako isirudi chini. Nimeombea imani yako isiweze kutingizika, imani yako iwe imara, na ukiisha kuwa thabiti utaweza kuwafariji ndugu zako. Hivyo ndivyo Yesu Kristo alivyonena kwa Simeon. Na mimi asubuhi ya leo ninataka kukunenea wewe ndugu, ninataka kukunenea wewe mpendwa, unayenitazama, unayenisikia, ya kwamba asubuhi ya leo ni wakati wa kuwa na imani thabiti, ni wakati wa kuwa na imani iliyo imara, imani isiyotingizika, imani ambayo haitaanguka, haitaisha. Kwa sababu, kwa mfano, mambo tunayoyapitia hatuyawezi kama hatuna imani. Mambo tunayoyapitia yaweza kuwa magumu sana kwetu tukiwa hatusadiki Mungu, hatusadiki matendo yake, hatusadiki ukuu wake. Lakini imani yetu ikiwa thabiti, bila shaka wapendwa, overcome, tutaweza kushinda mambo ambayo tunayoyapitia kwa sasa, mambo ambayo taifa tunapitia, tutaweza kuishinda kwa sababu ya kuwa na imani thabiti, imani ambayo si ya kuyumbayumba. Kwa hivyo siku ya leo na asubuhi hii njema ya leo, nataka kusema ya kwamba huu ni wakati wa kuwa na imani iliyo thabiti. Huu ni wakati wa kuwa na imani iliyo imara,
Mpendwa, usikubali imani yako ididimie. Usikubali imani yako iwe ni ya kuyubayuba. Focus kwa Mungu. Focus kwa ahadi za Mungu. Kuna neno ambalo Mungu alilolinena, na alisema ya kwamba atakapofunga mbingu kusiwe na mvua, akiachilia nzige wakule chakula cha nchi, na achilie magonjwa mabaya ili iharibu watu. Lakini watu wanaoitanishwa na Mungu watakaponyenyekea, watakapogeuka, watakapomrudia Bwana, Mungu anasema ya kwamba atawaponya watu wake na ataponya nchi yao. Na hivyo tunastahili kuwa na imani thabiti kwa Mungu, na kwa sababu tunaendelea kuomba na tunazidi kuomba ili Bwana atuponye kutokana na janga hili, lazima imani yetu iwe thabiti. Hatuwezi kushinda tukiwa na imani ya kuyumbayumba. Tunastahili kuwa na imani thabiti, imani iliyo imara, kama vile Kristo alivyomwombea Simeon. Anamwambia Shetani amewaomba ninyi aweze kuwapepeta kama ngano, lakini nimekuombea imani yako isikwishe. Imani yako iwe thabiti, na ili ukiisha kuwa na nguvu utaweza kufariji na ndugu zako. Mpendwa unayenisikia, ninaamini ya kwamba imani yako haitadidimia. Ninaamini imani yako kupitia kwa ujumbe wa leo itakuwa thabiti, na utaweza hata kufariji ndugu zako, utaweza kufariji familia yako, utaweza kufariji rafiki zako, kwa sababu hivyo ndivyo Yesu alivyomwambia Petro, nimeombea imani yako isikwishe. Na ukiisha kuwa thabiti utaweza kufariji ndugu zako. Mpendwa unayenisikia na wewe unayenitazama, kuna mambo ambayo tunaweza kuona kuhusiana na kudidimia kwa imani. Kuna hatari imani ya mtu inapoisha. Hata katika maisha ya sasa, wale watu wanaokunywa dawa, wanaojinyonga, na wale wanaokunywa sumu ili wakufe, ni kwa sababu huyu mtu amefika mwisho, imani yake imeisha, haoni tumaini tena la kuishi, haoni faida ya maisha tena. Jambo hilo linamsukuma katika hali ya kujinyonga. Lakini imani ya mtu ikiwa thabiti, anajua ninateseka leo, lakini kesho yangu ni nzuri. Anajua shida ninazo leo, leo nimeugua, mimi ni mgonjwa, lakini kesho nitapona, kwa sababu yule mtu ana imani thabiti. Kwa hivyo ninaombea imani yako isididimie, ninaombea imani yako isikwishe, ili usije ukaangukia katika hatari ya kutokuwa na imani thabiti. Nitakupa mfano miwili kwenye Biblia. Tukisoma kwenye kitabu cha Mungu, tunaona ya kwamba wakati Yesu Kristo aliwaendea wanafunzi wake kule baharini, kwa maana alikuwa amewaambia wanafunzi wake, tuvukeni twende ng'ambo ile, lakini nyinyi ingieni kwenye chombo mtangulie, kabla niage taifa au niage watu. Na wakawa wameshaondoka. Yesu akabaki mlimani peke yake, na jioni ikifika alikuwa kwa mlima akiomba. Kisha usiku akaenda ili awafikie wanafunzi wake kule baharini, akatembea juu ya maji, akawa anapitia juu ya maji. Na wanafunzi wake alipowakaribia wakamuona, wakafikiria ni pepo, wakashauti kwa kulia, wakapiga mayowe. Lakini Yesu akawaambia, msihofu, msiwe na shida, ni mimi. Na Petro alipomwona akamwambia, Kristo, ikiwa ni wewe, niambie nikuje. Yesu akamwambia, njoo. Na Petro akatoka kwenye chombo
akaanza kutembea juu ya maji akienda kwa Yesu. Lakini alipoona mawimbi, ati moyo wake ukaogopa, akaanza kuzama, kwa sababu imani yake imeanza kudidimia. Imani yake ilianza kurudi chini, alianza kuwa na doubt, akaanza kuona shaka. Kwa hivyo akawa sasa anazama kwenye bahari. Akapiga yowe akamwambia Yesu, niokoe, Bwana nihurumie. Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamtoa kwenye bahari, akamuuliza, kwa nini umeona shaka? Kwa nini imani yako imekuwa hapa? Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka nikuonyesha kwamba imani ya mtu ikirudi chini, imani ya mtu ikikwisha, anatumbukia katika shida, anaingia kwenye mateso na kwenye shida. Kwa sababu gani? Imani yake imeisha. Na kuombea asubuhi ya leo, imani yako iwe thabiti. Na kuombea asubuhi ya leo, na achilia karama ya Mungu ya kuinua imani yako, isididimie na isikwishe, bali imani yako iwe thabiti, ukaweze kuovercome mambo ambayo tunayoyapitia kama taifa, kama familia, kama kanisa, mambo ambayo yametuzunguka ya maisha ya kila siku. Kwa hivyo ujumbe wangu wa siku ya leo, ninakuombea mtazamaji wangu, imani yako isikwishe, imani yako isididimie, imani yako isirudi chini, bali uzidi kufocus kwa Mungu, uzidi kumtazama Mungu, kwa sababu hakika ukiendelea kumtazama Mungu, imani yako itakuwa imebarikiwa, imani yako itakuwa ina nguvu, imani yako itabadilisha hali, kwa sababu tukiwa na Mungu tuna mambo ambayo tunayoyahitaji. Hebu nisome kitabu kingine nikitoa mfano wa pili wa mtu ambaye imani yake inadidimia. Nikitoa mfano wa pili wa mtu ambaye imani yake ikianguka kunakuwa namna gani? Tusome kitabu cha Yakobo. Nitasoma kitabu cha Yakobo 1 nikianzia mstari wa 5. Yakobo 1 nikianzia mstari wa 5, ili tuone hatari nyingine au hatari ambayo inaweza kupata mtu imani yake ikididimia. Na hapa nimesema juu ya Simon. Ukisoma kitabu cha Matthew chapter number 14 and verse 28, hapo ndipo maandiko yanasema juu ya Petro, vile alivyozama kwa imani yake kudidimia. Ukisoma kitabu cha Matthew chapter number 14 verse 28, hapo ndipo inaguzia mambo ya Petro, vile alivyozama baharini kwa sababu ya kutokuwa na imani au imani yake kuwa haba. Sasa nataka kusoma kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 5. Maandiko yanasema hivi: lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Mstari wa 6, lakini na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili husita katika njia zake zote. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Nimesoma Yakobo 1 nikianzia mstari wa 5, na maandiko yamesema ya kwamba yule mtu ambaye amekosa hekima na aombe dua kwa Mungu awapaye watu wote bila kukemea. Mstari wa 6 ukasema, lakini na aombe kwa imani
na asiwe na shaka yeyote, asiwe na shaka yeyote, kwa sababu mwenye mashaka analinganishwa na wimbi la baharini, wimbi ambalo linachukuliwa na upepo, linakupelekwa kulia, linapelekwa kushoto. Wimbi la baharini huwa halina msimamo, na maandiko yanasema ya kwamba yule mtu ambaye ana mashaka, yule mtu ambaye imani yake imedidimia, yule mtu ambaye imani yake imekwisha, analinganishwa na wimbi la baharini ambalo linachukuliwa na upepo, linapeperushwa huku, linapeperushwa kule. Na Biblia imesema ya kwamba mtu wa jinsi hiyo asidhanie, asifikirie kuna kitu atapokea kwa Mungu, kwa sababu ni mtu wa nia mbili, ni mtu ambaye anasitasita katika njia zake zote. Kwa hivyo, ili tukawe na imani ya kumpendeza Mungu, tukawe na imani ya kushinda mambo ambayo tunayoyapitia, ili tuwe na imani ambayo itatuwezesha kuendelea na maisha yetu, lazima tuwe na imani thabiti, lazima tuwe na imani imara, imani ambayo si ya kuyubayuba. Hatutaonekana kama wimbi la baharini, tutakuwa tunampendeza Bwana, imani yetu itakuwa imelenga kwa Mungu, na bila shaka Mungu ni mwaminifu, Mungu ni wa kweli, Mungu ni wa haki, yeye habadiliki na ahadi zake ni za kweli kwa sababu anazitimiza. Nataka kusema nini? Yule mtu ambaye imani yake inakwisha, yule mtu ambaye imani yake inadidimia au inayumbayumba, maandiko yanasema amelinganishwa na wimbi la baharini. Wewe mzee unayenitazama, wewe mama unayenisikia, mahali popote ulipo, ninaomba neema ya Mungu ikawe juu yako. Imani yako isiwe ni ya kuyumbayumba, imani yako isiwe ni ya kudidimia, bali ukafocus kwa Mungu wetu, kwa sababu maandiko husema yeyote anayemtumainia Bwana hata haibika, kwa sababu Mungu ni mwaminifu na anakuja na anatimiza ahadi zake. Tunastahili kuwa na imani kama ya Ibrahim. Nitaguzia imani ya Ibrahim kidogo. Na tunapotazama maisha ya Ibrahimu, tunaona ya kwamba Ibrahim alikuwa ni mtu mcha Mungu. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ana focus kwa Mungu, mpaka Biblia inasema kwamba akaitwa rafiki wa Mungu, kwa sababu imani yake ilikuwa inalenga kwa Mungu na hakubabaika, hakuyubayuba. Na Ibrahim, ijapokuwa aliahidiwa na Mungu ya kwamba amembariki na kumfanya baba wa mataifa mengi, kumbuka Ibrahim alikaa miaka mingi sana bila kupata mtoto huyu wa ahadi. Hebu nisome kitabu cha Warumi ili niweze kuzia kidogo kuhusiana na imani ya Ibrahim. Kitabu cha Warumi, msome 4. Kitabu cha Warumi, Romans chapter number 4, nianzie mstari wa 18. Nianzie mstari wa 18. Romans chapter number 4 verse 18. Inaongea juu ya Ibrahim. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani
alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha pata umri wa miaka kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo ya Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Ibrahimu aliahidiwa kuwa baba wa mataifa mengi, na wakati ule alikuwa amekaribia kutimiza umri wa miaka 100, na hiyo ahadi bado haijatimizwa. Hakuwa ametimiziwa hiyo ahadi, kwa sababu alipata mtoto wa ahadi akiwa na miaka 100. Kwa hivyo akiwa amekaribia miaka 100 alikuwa bado hajatimiziwa hiyo ahadi. Biblia inasema ya kwamba, hapa tumesoma, yeye aliamini mambo yasiyoweza kutarajiwa, kwa sababu alitazama uhakika wa mambo. Alitazama uhakika wa mambo. Kuna mambo mawili au matatu alitazama. Biblia inasema ya kwamba alipojiangalia mwili wake ulikuwa kana kwamba umekufa, kwa sababu ya vile alivyokuwa na miaka mingi, karibu miaka 100. Kwa hivyo nguvu za mwanaume, nguvu za kiume, nguvu za kuzaa, alijihisi kana kwamba zimemwishia. Kwa hivyo hili si jambo la kutarajia, angeweza kulitarajia. Lilikuwa ni jambo nzito kulitarajia, lakini Biblia imesema ya kwamba ijapokuwa alitazama mwili wake na kuona kana kwamba amekufa, imani yake haikudidimia. Alimgeukia Sara bibi yake, naye alikuwa na umri uliozidi. Alipokuwa anatazama tumbo la Sara, alikuwa anaona ni kama limekufa. Yule mwanamke naye alikuwa na miaka mingi. Ibrahimu akimtazama, akimwangalia huyu bibi akienda riba wadi huyu apate mtoto, hana zile nguvu, hana hizo nguvu. Lakini ijapokuwa huo ulikuwa ni ukweli kwa mwanadamu, kwa sababu miaka yake ilikuwa imezidi. Hata labda kama Ibrahimu angeenda kwa wana science, wangemwambia usitarajie bibi yako apate mtoto, kwa sababu maandiko huwa inasema alikuwa amemaliza mambo ya akina mama. Kwa hivyo hata science wangesimama waseme huyu hataweza, huyu usitarajie. Lakini Biblia inasema ya kwamba ijapokuwa kulikuwa na fakti nyingi ambazo Ibrahim angesimamisha na aone tumaini hili au ahadi hii haitawezekana, Biblia inasema ya kwamba alifocus kwa Mungu. Imani yake haikuisha, imani yake ilikuwa thabiti, kwa sababu alijua Mungu aliyemwahidi yeye ana nguvu za kutimiza. Rafiki yangu mpendwa, wewe haujafika kiwango kama kile, mateso ambayo imekuzingira, haujafika kiwango kama hicho cha kutotarajiwa. Hapana, wewe bado unaonekana una nguvu, wewe unaonekana una miaka mingi ya kuishi, na wewe pia ninakutabiria hata leo ya kwamba Mungu atakupa miaka mingi ya kuishi. Lakini Ibrahimu alimwamini Mungu, alitarajia mambo ambayo hayangeweza kutarajiwa, lakini imani yake haikudidimia. Alimjua Mungu, alimtambua Mungu ya kwamba ana uwezo wa kutimiza hizo ahadi. Kwa hivyo imani ya Ibrahimu haikuyubayuba.
Nataka nikwambia ya kwamba wewe umekuwa mgonjwa labda miaka 2, labda miaka 5, labda miaka 10, umekuwa na maumivu. Ninakutabiria siku ya leo, Mungu tunayemwabudu ana uwezo wa kukuponya. Wewe ambaye tangu korona ilipoingia ulifutwa kazi, hujapata mahali pa kwenda kibarua, labda maisha yako yalibadilika mara moja, nataka nikwambia ya kwamba ukizingatia hii imani thabiti, Mungu ana uwezo wa kukubariki na kukufungulia milango na kuandaa njia nyingine ya kukuwezesha kuendelea na maisha. Imani yako isikwishe, imani yako isididimie, imani yako isikwishe. Ninakutabiria siku ya leo, usikaachilie imani yako ikaishe. Labda umelemewa kulipa nyumba, huu ni mwezi wa 3 au ni mwezi wa 4, lakini nakwambia kwamba kwa Mungu kuna nguvu na kuna uwezo wa kila aina. Tukiwa na imani kwa Mungu, imani yetu ikiwa thabiti mbele za Mungu, maisha yetu atatupa njia za kuendelea na maisha. Biblia inasema ya kwamba kuna watu huandaa gari za vita na farasi waende vitani, na wengi wanaweka tumaini lao kwa farasi na kwa gari za vita. Lakini Biblia inasema ya kwamba lakini sisi tulio na imani thabiti mbele za Bwana, sisi tunalitumainia jina la Jehova Mungu wetu, jina la Mungu wetu ambalo linatupa ushindi, jina la Mungu wetu ambalo linatuinua wakati tumeanguka, linatupa nguvu mpya. Na hiyo ndio maana Isaia akasema, wanaomtumainia Bwana watapewa nguvu mpya, watapaa kwa mabawa kama tai, wataenenda kwa miguu na hawatachoka. Nataka nikwambie siku hii ya leo, imani yako ikiwa thabiti mbele za Bwana, imani yako isipoisha, imani yako isipodidimia, ninakutabiria utaweza kupokea nguvu mpya. Mungu atafungua njia za kukukarimia neema yake. Mungu atakupa njia, atakupa mawazo, atakufungua macho. Utaona ni njia ipi utakayoipitia na maisha yako ipate kuendelea. Ombi langu siku ya leo ni kwamba imani yenu isididimie, imani yako isikwishe, imani yako isirudi chini, na kuombea kama vile Kristo alivyomwombea Petro. Petro, shetani amewaomba ninyi ili awapepete kama ngano, lakini mimi nimeiombea imani yako isikwishe, na ukishapata nguvu utaweza kufariji ndugu zako wale wengine. Kwa hivyo mimi nami asubuhi ya leo ninakuombea imani yako isikwishe. Kweli shida ni nyingi, ni kweli huna kazi, ni kweli haujalipa nyumba, ni kweli hata kupata chakula ni shida, ni kweli unang'ang'ana katika mambo mengi ukaendeleza maisha yako, lakini nataka nikwambia kwamba bado Mungu ako kwenye kiti chake cha enzi, bado Mungu anakujali, bado Mungu anakupenda. Kama vile nilivyotangulia kusema, kitabu cha Yeremia kinasema 29 kuanzia mstari wa 11 ya kwamba ninajua mawazo niliyo nayo juu yenu ni mawazo ya baraka, ni mawazo ya ushindi, mwisho wenu utakuwa heri, miaka ijayo yenu itakuwa heri. Kwa hivyo mpendwa, usikubali imani yako ididimie, usikubali imani yako iishe au ianguke. Shikilia imani yako kama Ibrahimu, kwa maana Ibrahimu imani yake haikudidimia, Ibrahimu imani yake haikuisha.
Ijapokuwa kulikuwa na fakti nyingi za kuonyesha ahadi ya Mungu haiwezi timia, imani yake haikurudi chini. Alijua Mungu ana nguvu, alijua Mungu ana uwezo, alijua Mungu anaweza kutimiza zile ahadi alizomwahidi. Na kwa kuwa na hiyo imani thabiti, Ibrahim alihesabiwa ana haki mbele za Mungu. Alihesabiwa kwamba ana haki mbele za Mungu kwa sababu ya hiyo imani yake iliyokuwa imara. Kwa hivyo nikimalizia ujumbe wangu wa siku ya leo, wapendwa mnayenitazama, wapendwa mnayenisikia, ninawaombea neema ya Mungu ya kwamba imani yenu ikaweza kuimarishwa, imani yenu ikawe imara, imani yenu isiwe ya kuyumbayumba. Usiwe leo unaamini, kesho unaona umefika mwisho. Kwa mfano, yule mtu ambaye imani yake ni ya kuyumbayumba, unamkuta asubuhi anasema Yesu ni Bwana, Bwana amenitendea mazuri, ninamtumainia, tegemeo langu nimeliweka kwa Mungu. Lakini baada ya masaa fulani unakuta imani yake imeisha. Unakuta sasa anaongea vingine, mimi sijui nilirogwa na nani, mimi familia yetu tumeteseka sana, sijui ni kwa nini maisha yangu imeharibika hivi. Sasa hiyo imani ya jinsi hiyo ni kama ile tulisoma kwa Yakobo. Ni imani inayolinganishwa na mawimbi baharini. Ni imani ambayo haina msimamo. Lakini sisi tunastahili kuwa na msimamo kwa Mungu wetu. Tunamuelewa, tunamtambua, tunamjua ni Mungu mwaminifu, ni Mungu aliye na nguvu, ni Mungu aliye na uwezo, ni Mungu anaweza kufanya ahadi zake zikatimie. Hupendezwa sana na imani ya Shadrach, Meshach na Abednego. Walipopelekwa mbele ya mfalme kwa kutoinamia sanamu ile mfalme alikuwa amesimamisha, walisema wakiwa na ujasiri, wakasema sisi mfalme hatuna jambo la kujitetea katika hali hii, lakini tukitaka ujue Mungu tunayemtumikia anaweza kutuokoa, atutoe kwa mikono yako, atutoe kwa huu moto unaowaka sana. Lakini sisi wenyewe hatuwezi inamia sanamu, hatutaweza kuabudu sanamu. Kwa hivyo wakasema tunajua Mungu wetu anaweza kutuokoa, na hata asipotuokoa hatuwezi inamia sanamu. Mpendwa, kuwa na imani thabiti siku ya leo, kuwa na imani iliyo imara asubuhi ya leo, ili ukaweze kushinda, ukaweze kumpendeza Mungu, na matumaini yako na maombi mengi ambayo umeomba, mambo mengi unayoyatarajia, utaona Mungu akiyatimiza, kwa sababu Mungu hupendezwa na watu wale walio na imani thabiti. Kwa hivyo asubuhi ya leo, nikimalizia ujumbe wangu, ninaomba neema ya Mungu kawe juu yako. Ninaomba neema ya Mungu ikakufikia mahali ulipo. Wewe unayenitazama, wewe uliyekuwa unajihisi ya kwamba umefika mwisho, umefanya mahesabu mengi tangu korona ilipoingia Kenya, tangu usimamishwe kazi, tangu biashara yako ianze kurudi chini, tangu ukae maisha unayokaa sasa, lakini nakwambia bado kuna matumaini. Nakwambia bado kuna matumaini, kwa sababu Bwana bado anatawala, bado anatuwaza mawazo mema na mawazo ya baraka. Nikimalizia, nataka kuomba pamoja na wewe ili Bwana akatubariki na akaweka imani yetu kuwa thabiti, na ili tukaweze kushinda mambo ambayo tunayoyapitia kama taifa, kama familia, kama kanisa, kwa sababu Bwana ni mwema na hakika ni Mungu anayetupenda. Mahali ulipo, nyenyekea mbele za Bwana, tuombe pamoja. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo,
nasimama mbele zako nikikushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ndiye uliyeumba mbingu na nchi, ukaumba vitu vinavyoonekana na kuna vingine visivyoonekana, zinadhihirisha ukuu na uwezo wa jina lako. Ninasema ni asante siku hii ya leo kwa sababu mimi mtumishi wako Bwana umeniwezesha kusimama na kunena juu ya ujumbe wako kuhusiana na imani. Ninaombea wapendo hawa wote, Bwana wa majeshi, wakawe na imani thabiti, wakawe na imani iliyosimama imara. Ninaombea neema yako Jehova ikawafikie, wakapata nguvu mpya katika hali ya kukutumainia, wakapata nguvu mpya katika hali ya kukungojea, wakapata nguvu mpya Bwana, ili imani yao isididimie katika jina la Yesu. Wape nguvu na uwezo wa kushinda baba ya ulimwengu. Wape nguvu na uwezo ili Bwana wa mabwana wakaweze kukufurahia. Walio wagonjwa, Bwana wa mabwana, ninawaombea neema, ninawaombea uponyaji, ninawaombea uaminifu wako Bwana uwafikie katika jina la Yesu. Mapigo Kristo aliyopigwa msalabani inafanya wale walio na imani wakapone. Na kwa sababu hawa Jehova sasa wana imani, ninawaombea neema ya uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Tazama hawa Bwana ambao hawana kazi, hawana ujira wa kila siku, hawana kazi Bwana wa mabwana. Wengine biashara zao zilikwisha, wengine mahali walikuwa wameajiriwa wamefutwa kazi. Bwana, ninawainua mikononi mwako, wafungulie milango, kwa maana Jehova unaweza, ili wakaanza maisha upya katika jina la Yesu. Wale ambao Bwana wana madeni ya kulipa nyumba za kukodi, wana miezi kadhaa hawajalipa, Bwana wasaidie, wakumbushe katika hali ya kukutegemea, katika hali ya kukutumainia. Mikononi mwako kuna utajiri, kuna baraka, kuna heshima, kuna uwezo na nguvu katika jina la Yesu. Shida yeyote ile ambayo msikizaji wangu anaipitia, namwombea neema, namwombea baraka, namwombea ushindi, ikiamini ya kwamba kuambatana na ujumbe huu kuhusiana na imani thabiti, kuna mambo mapya yatakayotendeka katika maisha yao. Asante Bwana kwa sababu umesikia maombi yangu. Asante Bwana kwa sababu hakika umeshuka, na katika maisha ya wapendwa hawa utatenda jambo jipya. Utainuliwa, utasifiwa, utasema ni asanti kwa yale Bwana wetu ambayo umetenda. Ni kwa maana tumeomba haya yote katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wangu, naomba nikiamini, na zote tuseme amen. Amen. Labda uko pale na haujaokoka na ungependa kumpa Bwana Yesu maisha yako, akusamehe dhambi. Wakati huu mgumu, wakati huu ujumbe wa Mungu ulisema ni wakati wa kumrudia Bwana. Labda uko pale na ungetamani kuokoka na kuacha dhambi na kumgeukia Bwana. Ningetaka uombe ombi hili fupi pamoja nami, na mahali ulipo utapokea wokovu wa Yesu. Bwana Yesu, katika jina la Yesu Kristo, ninanyenyekea mbele zako siku hii ya leo nikiwa na moyo wa kunyenyekea, nikiwa na moyo wa kutubu. Ninaomba Bwana ukanitakase maisha yangu. Ninaomba Bwana ukanitakase, unitenganishe na dhambi. Nimepeana maisha yangu kwako Bwana, kuanzia siku hii ya leo ukaniongoze, ukanisamehe dhambi, ukanishike na mkono wako, ukanijenge kwenye imani thabiti, ili Bwana nikaweze kuendelea na maisha. Asante Bwana kwa sababu umeniokoa. Asante Bwana kwa sababu umenisamehe dhambi. Asante Bwana, nimepeana maisha yangu kwako kuanzia siku ya leo, na nimeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mahali ulipo
Kama umeomba ombi hii pamoja nami, tafuta kanisa mahali utakapoenda, mahali utakapofundishwa neno la Mungu, na bila shaka maisha yako yatakuwa yamebadilishwa. Asante, mbarikiwe. Bwana Yesu watende mema. Bwana akubariki na azidi kukutendea mema. Amen. Na shukrani kwa nyinyi watazamaji wetu mlio kila mahali mlipo katika nchi yetu ya Kenya, walio nje ya mipaka. Nataka kuwashukuru sana. I want to thank you for your continued support. Your time and attention is more valuable to us. Tunawashukuru sana kwa vile mmeendelea kutufuata katika mitandao, mnaotuona katika manyumbani. Tunawapongeza na tunasema tunaona kujitolea kwenu, na Mungu azidi kuwabariki. Tutakuwa na ibada hapa fellowship. Tutakuwa tunawajulisha wakati na muda ama saa tutakapokuwa tunaenda live, na tunashukuru kwa wao wanaookoka. Ukiingia pale katika page yetu ya Disciples of Christ Church Thika Parish, kuna nambari ya simu iliyo pale, ni ya mchungaji wetu. Kiweza kuwa umesikia hilo neno limekuguza na ungependa kuokoka, unaweza ukampigia simu wakati wowote, ama wanaotufuata katika channel ya YouTube. Pia pale kuna namba iliyo tuliweka pale kama prayer line number, bado ni ya mchungaji wetu. Unaweza kumpigia mkawasiliana na yeye. Na tunajua kwa hakika kwa vile tumeombea hii nchi yetu, hii janga litaisha na tutaweza kurudi hapa. Unaweza pigia mchungaji na ukaweza kumfikia katika ile namba, na tutafurahi kuwa kushirika pamoja na wewe. Tutawatakia siku njema yenye baraka mingi ya Mungu, na ninasema Mungu awabariki. Kumbuka kukaa manyumbani, buka, you stay home, you stay safe. Wash your hands and sanitize, and may God bless you.